Mambo vipi mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa Lutanana Media. Ni wakati mwingine tena, leo tumebahatika kukutana na Veronica. Yeye ana mkasa na simulizi ambayo ina mafunzo, na simulizi yake inaweza kumfaa yeyote ambaye anaweza kuisikia. Kwa kifupi tu ni kwamba tumepata bahati ya kukutana naye na yeye yupo tayari kutusimulia historia hii, na cha msingi tu labda mtazamaji wetu, kama ilivyo ada, kama wewe ni mgeni katika kufuatilia channel hii, na kuomba usubscribe, turn on notification ili uweze kuwa unapata video zetu kwa wakati kila ambapo tunapandisha. So leo kama nilivyokuambia, tuna simulizi ngumu ya huyu dada ambaye yeye kwa kifupi amepitia maisha magumu ya ndoa ambayo aliishi na mwanaume. Kimsingi kuna matukio magumu ambayo alikuwa ameyapitia yakampelekea yeye kufanya matukio magumu ambayo kimsingi yeye mwenyewe atatusimulia. Na kwa sasa yeye ni mkazi wa Dar es Salaam, anajishughulisha shughuli nyingine, lakini kwa kifupi tumeona tukuletee mkasa huu kwa sababu tumeona unaweza kusikia na kujifunza jambo kupitia yeye. Kwa kifupi labda ningependa kukufahamu kwa niaba ya wanaotufuatilia wakati huu, utuambie majina yako, lakini pia utuambie historia yako kwa ufupi, na mpaka hapa tulipofikia tuweze kufahamu zaidi. Karibu, tuendelee na simulizi. Naitwa nani? Naitwa Veronica Jackson. Mzaliwa wa Morogoro. Naam. Sasa tukaendelea. Yaani maisha yangu, nilizaliwa huko mkoani Morogoro kijijini. Kuna sehemu moja huko inaitwa Mlimba. Unapafahamu? Mlimba napasikia. Mlimba Morogoro. Nilizaliwa mwaka 98. Nilikopo naishi huko na wazazi wangu wote wawili. Baadaye wazazi wangu wakatengana. Walipotengana inabidi ndo nikapelekwa kijijini kabisa huko kwa bibi yangu. Nikawa naishi Mlimba. Nilipomaliza elimu ya darasa la 7 sikufanikiwa kuendelea na masomo ya sekondari. Kwa hiyo ilibidi nikatafutiwa mwanaume nikaolewa. Nilivyolewa ilikuwa mwaka 2020 ngapi? 2013. Kwa wakati huo ukiwa na miaka mingapi? Nilikuwa nimemaliza 2015 hivi. Hivyo elimu ya msingi bado nimaliza 2013. 2015 ndo nikatafutiwa mwanaume kuolewa. Kwa na umri wa miaka 17. Sawa. Basi nikaishi naye mwanaume. Ilipofika 2017 nikalibahatika kupata mtoto. Kaendelea na maisha. Wakati tunaoana kwanza, maisha yalikuwa magumu sana kiukweli. Nilijitahidi kupambana, nikafanya kazi na ikawa nafanya kazi. Kaendelea tukapata maisha. Wakati tukawa tunamiliki bodaboda, tukawa tunamiliki na chumba kimoja na sebule kule kijijini. Baadaye maisha yaliendelea kuwa mazuri kidogo, tukahamia Morogoro kabisa mjini. Sehemu inaitwa Mafisa. Nilihamia Mafisa kipindi hiko nilikuwa na mimba ya mtoto wangu wa pili. Sasa ilikuwepo mwaka 2001. 2000 na ngapi? 2011. 2011 tukakaa kule Morogoro. Maisha akaendelea kunyoka, akawa mazuri tu. Alipokuwa mazuri, nilikuwa na rafiki yangu, nilianza naye rafiki, nikutana naye kwa Morogoro. Rafiki ukaanza urafiki. Yule dada akawa anatembea na yule mwanaume wangu. Anatembea hivyo kuna mtu akaniambia, bwana, mwanaume wako anatembea na huyu rafiki yako anaitwa Stella. Tembea naye. Sasa mimi watu wakawa wanakuja wananiambia sijaamini, hivyo watu wakawa wananiambia sijaamini. Kuna siku kuna mtu akanifuata akaniambia, twende kamuone mwanaume wako yupo na yule binti.
nikaenda hadi pale nikawa nimeshika kisu. Huyo binti unayemsema yeye alikuwa ni unamfahamu au? Mkazi wa Morogoro, ambapo tulipotoka Mlimba tukahamia pale Mafisa. Yeye ndo nikampata akawa rafiki yangu, kama ndo mwenyeji wangu wa pale kwenye nyumba yetu tulohamia. Elewa hapo. Okay. Wafika kweli nikawakuta kuna gesti moja kule Morogoro mjini. Yule mwanaume baada ya kuniona yeye akakimbia. Alipokimbia mimi nikawa nimegombana na yule mwanamke. Nikamchoma kisu, kwa bahati mbaya nikamchoma upande wa ziwa hivi upande wa kushoto. Basi watu wavojaa, mimi nikakimbia. Na bodaboda akaniambia tuondoke, tukakimbia. Kimbia nikarudi nyumbani. Nikakutana na mwanaume wangu tukaanza kugombana. Na mara punde sipunde wakaja mapolisi. Polisi walipokuja wakanikamata. Nikamata nikapelekwa kituoni. Kituo kikubwa Morogoro. Toka kituo kikubwa Morogoro nipeleka nikakaa kama miezi miwili. Wakanichukua wakanipeleka mahakamani. Mahakamani wakisema haina dhamana. Inabidi nikapelekwa kule Kilakala. Kuna jela inaitwa Kilakala. Nikakaa kama miaka miwili. Akaja akanielezea, lakini mwisho wa siku nilipokaa miaka miwili akaja DPP kuonyesha mashtaka. Okay, kwa hiyo ilikuwa baada ya polisi ungetusimulia vizuri mchakato ulivyokuwa hapo wa kisheria, jinsi ulivyotoka polisi mahakamani, safari za mahakamani. Tuambia pia ilikuwaje, ikawa vipi mpaka anaingia DPP. Yes, yani simulie pasipo kuacha tukio. Yani nilivyokamatwa hiyo siku ya tukio, nilikamatwa nyumbani kwangu. Nilipokuwa nimekamatwa nikapelekwa kituo cha polisi. Kituo cha polisi kikubwa kilichokuwa Morogoro pale. Kituoni nikakaa kwa muda kama wa wiki mbili, kama wa miezi miwili. Pale polisi kituo kikubwa Morogoro. Baada ya kutoka kituoni kikubwa Morogoro, nakumbuka siku ya kwanza nikapelekwa mahakamani. Mahakamani sikuambiwa lolote zaidi, walisema faili linakuja kwa kutajwa mpaka upelelezi utakapokamilika. Na kesi haina dhamana. Wakanichukua wakanipeleka magereza. Ikawa kila baada ya wiki mbili narudishwa mahakamani, lakini siongei chochote. Magereza maana yake ni mahabusu. Na maana niko mahabusu, sijafungwa. Yeah. Nikakaa kila baada ya wiki mbili wakawa narudishwa mahakamani, narudi tena magereza. Ikawa hivyo hivyo mpaka upelelezi akasema bado hujakamilika, lakini kuna hiyo siku kwa tumekaa magereza ndio akaja DPP sasa. Anatembeleaga kwenye magereza vile. Akawa kaniita na watu wengine anatuoja. Alivyonioji nikamwelezea ilivyokuwepo mwanzo, ilivyotokea mpaka pale nilipofikia. Mimi pia akaniambia sawa. Je, wewe ulifanya hivyo kwa kusudia? Nikamwambia hapana, kwa sababu ni hasira zimenichukulia nimefanya hivyo. Ila kweli umefanya? Nikamwambia kweli nimefanya. Je, kwa hivyo ulipofikia unaweza ukatoka tena ukaendelea kufanya matukio kama hayo? Nikamwambia hapana babangu, sitaweza na siwezi tena kufanya kitu kama hicho. Nikamwambia sawa. Akaniambia inabidi kwanza akauliza, mpelelezi wako unamfahamu? Nikamwambia yeye namfahamu. Ni nani? Kwa sababu na wapelelezi walikuwepo pale pale magereza. Wapelelezi walikuwepo na mahakimu nao pia walikuwepo. Niambia mpelelezi wako unamfahamu? Nikamwambia yeye namfahamu. Ni nani? Nikataja. Kuna afande mmoja hivi kule Morogoro. Na hakimu wako namfahamu? Nikamwambia yeye nimemfahamu. Unaweza kunitajia? Nikamtajia jina lake, na yule mpelelezi nikamtajia jina lake, wote walikuwepo. Ndio. Wakaja wakaulizwa, huyu binti kweli alivyoelezea ndio ilivyokuwepo hivyo? Na hao wakajibu ni kweli mheshimiwa. Basi akasema kwa sababu amekiri na amekaa amejifunza, asamehewe tu. Kwa mimi naona asamehewe kwa sababu amekaa miaka miwili. Ndio mimi nilikaa miaka miwili magereza. Basi nikaona tu ni kama bahati.